Hallelujah, children. Hallelujah. Nifanye hivi. Tukifanya hivi na tukisema haleluya tunawevia Yesu na Yesu anatuona. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wana furaha leo tena tumekutana? Wangapi wana furaha? Mimi niko na furaha. I'm so happy that God has given us another day. Unajua each and every day Mungu ndiye anatengeneza. Na akitupatia opportunity kama ya leo, tunafaa kumshukuru sana. Unajua kuamka ni kwa neema ya Mungu. Mungu ndiye anafanya, anatuamsha, yeye ndiye anafanya. Biblia inatuambia he lifts our heads. Na leo tena ametulift. Na leo tena tumeona jua inawaka. Bwana Yesu asifiwe watoto. Na kwa hivyo tunataka kushukuru Mungu kwa siku ya leo. Kwa majina, wengine wananijua, wengine hawanijui. Mimi ninaitwa Teacher Grace. Teacher nani watoto? Grace. Wanawaambia mkisema the grace of our Lord Jesus Christ, unakumbuka tu jina ya teacher. Teacher anaitwa Grace. Jina ya teacher ni Grace. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo sio rahisi usahau jina ya teacher. Si ndio watoto? Msisahau jina ya teacher. Sasa teacher kisha kuja, mnajua ule ni Teacher Grace amekuja. Sasa before tuendelee nataka tuombe. Tuweke mkono pamoja. Alafu tufunge macho na mdomo. Teacher ndiye anaenda kuomba. And let us pray. Our Father and our God, thank you for the power of the Holy Spirit. Thank you, God, because you have not left us alone. You have promised us that you'll never leave us nor forsake us. Jehovah God, since the last time we were here, you have been with us, you have kept us, you have not left us, and you have preserved our lives. Father, we thank you. We thank you for yet waking us up again today, that, Lord, we may learn again of your word. Your word is everlasting. Lord, give us ears that will hear your word. May the power of the Holy Spirit help us to understand in the mighty name of Jesus. Lord, as we continue, I want to cover the surrounding by the power that is in the blood of Jesus. I cover each one of us, body, soul, and spirit, by the power that is in the blood of Jesus. Lord, I thank you for your word. I thank you for your word. Your word is everlasting. I thank you for your word, Jehovah God. The Bible says that everything else will pass away, but your word will remain. But your promises in your word will remain. Father, we give you all the glory and the honor. As we begin with us, O Jehovah God. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray, children. Amen. I want us to remember last Sunday, teacher, who taught us last Sunday? Who remembers last Sunday? Nataka kuona wale wenye wako sharp wenye wao wanakumbuka vitu zenye walifundishwa. Last Sunday wangapi walikuwa hapa? Hata mimi niliona teacher alitufunza. Na teacher alitufunza nini? Who remembers? Alitufunza kitu. Alitufunza living for Christ. Living for Christ. Akatuambia when we live for Christ, we bear fruits. Which are these fruits? Who remembers? They were the fruits, zilikuwa kwa the book of Galatians chapter 5 verse 19. Hizo fruits. The fruits that teacher, the fruit of love, the fruit of joy, the fruit of patience, of peace, of self-control. Hizo teacher alisema hizo zinaitwa fruits. So ile fruit ya mapera, ya machungwa, hapana. The fruits za Roho Mtakatifu ni joy, peace, love, patience, vitu kama hizo. Self-control ile yenye kama hata mtu amekukasirisha, umekasirika, hauendi kumpiga kwa sababu kuna self-control, kwa sababu you are living for Christ. Yes? And when you are living for Christ, you do good things. Hata akatusomea Psalms chapter 1. Yenye ilikuwa inatufunza venye watu wenye wana live in Christ wanafaa kukua. Hawafai kukua na watu wenye wako na tabia mbaya, wenye wako kwa kampani mbaya. Unajua ukiwa una live for Christ,
Inatakana unakuwa kama Yesu, unafanya the right things. Teacher alitufunza tufanye the right things, tusikue kwa groups mbaya. Biblia inatuambia kwa Psalms chapter 1 hivyo, tusijoin bad groups kwa sababu we are living for Christ. Alafu akatupatia memory verse. Wangapo nakumbuka memory verse ya Teacher Triza? It is Teacher Triza who taught us. Nana nakumbuka hiyo memory verse. Ilikuwa inatoka kwa the book of Corinthians, yes? 1 Corinthians chapter nani nakumbuka? Ilikuwa chapter 15 and verse 58. Ilikuwa inasema, so then my dear brothers and sisters. That was our memory verse. Wangapo nakumbuka? Wangapo memorize? Kama memorize ubebe mkono yako ni kuone. Ilikuwa inasema, so then my dear brothers and sisters, stand firm and steady. Usitingizike. Stand firm and steady. Keep busy always in all your work for the Lord. Ukikuja kanisani unafanyia Mungu kazi, hata ukipiga duster kwa class, ukipanguza viti, unafanyia Yesu kazi, because you are living for Christ. When you are living for Christ, you do the things of Christ. Since you know that nothing you do in the Lord's service goes, it is not useless. It does not go for free. So what you do for Christ, because you are living in Christ, it is not useless. Sindio watoto? And that is why today we want to know the rewards of the things we get when we are living for Jesus Christ. Teacher alitufunza how to live for Jesus Christ. But today we want to learn, because your memory verse inatuambia it is not useless what you do for Christ. There is a reward for it. When you are living for Christ, you do the things Biblia inatuambia kwa hiyo kitabu 1 Corinthians chapter 15 verse 58, that whatever work you are doing for the Lord, it is not useless. There is a reward for it. And that leads us to our topic today. Our topic today is the rewards for living. Acha nitengeneze muone vizuri. The rewards for living for Christ. Living for Jesus Christ. There is a reward. This is our topic for today. There is a reward when we are living for Jesus Christ. When you live for Jesus Christ, it is not in vain. When you live for Jesus Christ, it means that you are supposed to do the right things. You are not supposed to live in sin. So we are living for Jesus Christ. When we are living for Jesus Christ, there is a reward. Ndio kwa maana hapo kwa hiyo memory verse ni teacher alitupatia ilikuwa inasema, what we do for the Lord, it is not useless. It is useful because there is a reward for it. Hata nyinyi watoto, leo tunataka kujifunza ni nini ukilive for Jesus Christ. Ni nini huwa reward? What do you get as a reward? Ni nini huwa unapata kama reward? Kuna kitu, it is not useless. If you live for Christ and you do the right things, there is a reward. There is a reward that Jesus Christ will give you at the end of everything. And these are the things we want to know. What are the rewards that Jesus Christ? What is a reward in the first place? Let us see the meaning of a reward. A reward huwa inapeanwa kwa mtu mwenye ameshinda. Si mnajua hivyo? Reward wanapeana kwa watu gani? Niseme for example tulikuwa tunakimbia. Alafu mimi nikuwe number last. Alafu teacher nipatie reward na mimi nimekuwa number last. Huyo teacher atakuwa fair kweli? Hatakuwa fair. Reward wanapatia mtu mwenye ameshinda. Ama kama ulifanyia mami kazi vizuri kwa nyumba, mami anakuja jioni anakuletea hata chocolate, amekupatia reward because of the good work that you did. Si ndio watoto? Yes. Reward inaweza kukua kama gift, unanunuliwa doli, unanunuliwa gari, that is a reward. Ama inaweza kukua present, teacher amekupatia present kwa sababu ulikuwa number 1 kwa class. Ama kama in the whole country watu wamefanya exams hata za form 4 ama za class 8, wewe ndio umekuwa number 1, huwa unapewa prize. Ndio kwa maana shule zingine zinakuanga na prize giving day, unapewa reward. Sasa hata
hata sisi kama watoto wenye wana live for Christ, living for Jesus Christ, the rewards that we get, that we will get after living for Jesus Christ, we want to know ni rewards kama gani. Wangapi wangependa kujua ni rewards kama gani tutapata? But before tujue hizo rewards ziko kwa Bible. I want to tell us of a story of a young girl mwenye alifanya kazi mzuri akapata reward. Alikuwa anaitwa Esther. Before apewe jina ya Queen Esther, alikuwa anaitwa Esther. Esther alikuwa anafanya vitu mzuri. Yeye alikuwa afanye hata makosa, akitumwa anaenda, na alikuwa anaishi na uncle yake. Na alikuwa anasaidia uncle yake. Alikuwa anafanya vitu mzuri. Ukimtuma alikuwa anaenda mbio, anarudi haraka. Akituma kwa shamba, aambiwe enda ufanye hii kazi kwa shamba, anaenda hata kiambo, enda upalilie. Anaenda anapalilia, anafanya, anarudi anareport, nimeshamaliza. Na Mungu alikuwa anaona tu kazi ya Esther. Na Mungu alikuwa anaona hiyo hati ya Esther ni Esther alikuwa anafanya nayo kazi. Haikuwa hati ya kunungunika. Hata kitumwa alikuwa sema mimi nimechoka, mimi usinitume. Alafu alikuwa anaenda tu. Hata alikuwa endi kama amefura. Unajua kuna watoto wengine ukiwatuma wanaenda tu kama mdomo wao iko hivi. Anaenda lakini mdomo ananungunika kwa hati yake mpaka anaklik anafanya Sasa kwa nini mimi ndo ninatuma? Esther kukua hivyo. Alikuwa anatumwa na anaenda, anafanya vitu mzuri. Sasa siku moja akapata reward, akakuwa queen. Imagine kutoka mtu mwenye anaishi vivi, anaenda kwa shamba, anafanya kazi zingine odd, akapata reward. Ndio kwa maana vitu zenye tunafanya, kazi zenye tunafanya, tunasaidia nyumbani, zenye tunasaidia hapa kwa church, si kazi zenye zinaenda bure. They are not useless. God has a reward for us. Like Esther. Esther ilifika point yenye akakuwa queen. Na wakati alikuwa queen, walimvalisha crown. Before kukuwa na crown, alikuwa tu na nywele yake tu hivi tu. Alikuwa tu anafanya tu vitu mzuri. Alafu akapata favor na king, akakuwa queen. Queen ni bibi ya king, akakuwa bibi ya king. Sasa unajua, sasa hizo akona bodyguards, akona wafanyikazi, na kitambo yeye ndiye alikuwa mfanyikazi. Sasa unajua mfanyikazi amerudi akakuwa sasa mtu mwenye akona wafanyikazi, alipata reward. Wacha nionyeshe hiyo picha, muone venye Esther alikuwa crown, akavalishwa crown. Akapata reward. Mnaona hapa? Mnaona hii? Mkiangalia huyu ni Queen Esther. Hiyo ni picha. Queen Esther alikuwa kama huyu, akavalishwa hiyo crown kwa kichwa yake kwa sababu alikuwa mtoto mtiifu, alikuwa anafanya vitu zenye wakimtuma anafanya, wakimwambia fanya hii anafanya, alikuwa afanye disobedient na alikuwa pia afanye dhambi, alikuwa kitumwa, hakukuwa ananungunika. Queen Esther. Naona hiyo picha? Tena amevaa crown, ameshapata reward. Sasa hii anaitwa queen. Na kitambo hakukuwa queen, akaitwa Queen Esther kwa sababu alikuwa mtoto mtiifu. She was a good girl. She would be sent and she would go running. She would be told, Esther, come and do this. Esther would come and do everything that she was told to do. Esther, go and call so and so. Esther would run to call so and so. Esther, go and wash the plates. Esther would run to wash the plates. Na hati yake alikuwa anafanya na hati yake yote. Na kazi ya Esther, according to mnaona ile memory verse ya 1 Corinthians yenye teacher Chiza alitufunza, inatuambia the works we do are not useless. Kazi zenye Esther alifanya hazikuwa useless. Ndio kwa maana Esther alipata reward, akakuwa queen. Mnajua venye queen huwa anakuwa, anavalishwa nguo mzuri, anavalishwa gold, anavalishwa crown, anakuwa paka na watu wenye wanamfanyia kazi wakienda kwake wanamfanyia hivi. Na Esther alipata reward. Hata sisi kama watoto wa Mungu, when you want to live for Jesus Christ to get a reward, we should do the right things. We should not live in sin. Watoto mnajua sin ni mbaya? Sin ni nini? Si ni ile kitu yenye tunafanya yenye Mungu hapendi.
Ile yenye haimfurahishi Mungu. Hata tukinungunika, tukidisobey, hiyo tumefanya sin, na hizo ndio vitu zenye Mungu hataki. And when we do the right things that God wants, tutafanya nini? Tutapata reward. Na kuna rewards zenye tutapata. Hebu tusome kwa Revelation chapter 22 verse 12 and 14. Muone rewards zenye wenye wanafanya kazi mzuri za Mungu watapata everlasting life. Ukifanya kazi mzuri tutapata nini? Everlasting life. Everlasting life ni kuishi milele na milele. Na tukifanya vitu mbaya tutaenda kwa moto na tutachomwa. Shetani atafurahi, atatuchoma. Na sisi mimi sitaki kuchomeka. Mimi natamani tu niende niishi na Mungu mbinguni forever and ever. Natamani wanipatie hiyo reward. Natamani nipate reward of everlasting life. Everlasting life inapatikana kwa wale wenye wanafanya vitu mzuri. Let us read from the book of Revelation 22 verse 12 and 14. Andikeni Revelation 22. Hata nilisahau kuuliza kama mmebeba notebook leo. Mlibeba notebook? Mimi najua watoto huwa wasahau kubeba notebook. Hata na kalamu. Watoto wetu siku hizi wanajua, wanakuja na kalamu na wanakuja na notebook. Kwa hivyo fungua notebook yako, andike Revelation chapter 22. Revelation is the last book huko mwisho. Chapter 22 is even the last chapter. Fungua hiyo chapter 22 tusome from verse 12. Mimi nishafungua yangu. Wangapi wamefungua? Wacha nisome na tufuatilie kwa Bibles zenu. Inasema hivi: Listen, says Jesus, I am coming soon. I will bring my rewards with me to give to each one according to what he has done. Children, I told you, it is what you have done that will make Jesus Christ to give you a reward. It is what you are doing in the church. It is the right thing that you are doing that Jesus Christ is coming to give you a reward. Hii ni Yesu amesema, si mimi, atakupatia, is coming with a reward. And this reward anakuja kupatia wenye wamefanya kazi mzuri. Children, are you doing the right thing? Hata ukikuja in the house of God, ama ukikuja unaanza kufight na wenzako, unanyang'anya watu vitu zao, hizo sio za Mungu. Hiyo hautapata reward. Unapata tu reward ukifanya the right thing. Unakumbuka Queen Esther alifanya the right thing, akapewa reward, akavalishwa crown, sasa akakuwa Queen Esther. Na kitambo alikuwa tu anaitwa Esther. Alafu ukifanya the right thing, Yesu anasema in verse 12, Listen, says Jesus, I am coming soon. I will bring my reward with me. To give to each one according to what he has done. Children, what have you done? Have you been obedient? Have you been an obedient child? Ukikuwa obedient child utapata reward. Ukisaidia mama kazi utapata reward. Ukiingia kwa Sunday school usaidia hata kupanga viti utapata reward. Ukitumwa alafu unaenda mbio utapata reward. Reward ya Yesu. Lakini ukidisobey utapata reward ya nani? Ya shetani. Na reward ya shetani ni mbaya. Watoto umewahi kuungua kweli hata umechomeka kwa mkono? Sina kuanga uchungu. Sasa imagine reward ya shetani ni mwili yote tu inaungua. Mama, mistaki kupata reward ya shetani. Mimi nataka tu nipate reward ya Yesu. Alafu verse 11 inasema, I am the first and the last, the beginning and the end. Happy are those who wash their robes clean and so have the right to eat in the fruit from the tree of life and to go through the gates into the city. The ones who will do the right thing watapata reward, wataenda through the gates of heaven. Inamaanisha wataenda mbinguni. That is a reward. Reward number 1 is everlasting life. Jesus is promising to give us everlasting life according to what you have done. If you have done the right thing, utapata reward of everlasting life. If you live according to the word of God, utapata reward of everlasting life. Another reward enye Yesu ametupromise. If we do the right thing, tukifika mbinguni tutavalishwa nguo ya white. If we do the right thing, we will get a reward. The reward of living for Jesus Christ.
It is utavalishwa nguo nyeupe, nguo smart. Revelation 3:5. Let us read Revelation 3:5. Tuone mavazi yenye watavalishwa. Tuone mavazi watavalisha wenye watakuwa wamefanya the right things. The right things. Whatever you do in the Lord, it is not useless. Biblia imetuambia. Biblia mahali natuambia whatever we do in the Lord is not in vain. In vain inamaanisha nini? Haiendi bure. If we do the right thing, if we serve the Lord, if we do the right thing for Jesus Christ, it is not in vain. Haiendi bure. It is not useless. Tumesoma kwa Revelation that Jesus Christ is coming with the reward. Na atapatia watu according to vitu zenye wamefanya. Revelation chapter 3 verse 5. Inasema aje? Inatuambia verse 5 inasema, those who win the victory will be clothed like this in white, and I will not remove their names from the book of the living, the book of life. There is a book of life. Those who do the right thing who are living for Christ. Children, do you know that their names, your names, my names, if we are doing the right things, our names are written in the book of life. And Jesus Christ is promising us, tukifika mbinguni atatuvalisha nguo nyeupe. Alafu anatuambia tutakaa karibu na yeye. We will sit at the right hand of Jesus Christ. If we are living for Jesus Christ and we are doing the right things, we will sit at the right hand side of Jesus Christ. Alafu our names zitakuwa zimeandikwa. A reward of your name being written in the book of life. You know it is a reward. According to hapo mali tumesoma, our names will be written in the book of life. If we are living for Christ, we are doing the right things, it is not in vain. We will receive a reward. We will receive a gift. We will receive a prize. And that prize ni ya nini? Everlasting life. And that prize ni ya nini? Utavalishwa nguo nyeupe. Alafu hiyo tena ni nini? Jina lako itapatikana kwa kitabu cha uzima. Na kama ufanye the right thing, siku hiyo wakiangalia kwa hiyo book hivi, hawatapata jina yako kwa sababu ulikuwa unafanya the wrong thing. We should do the right thing so that our names are written in the heavens book of life. Another reward yenye tutavalishwa the crown of life. Wangapo umeshawahi kuona crown kama hii yenye tuliona kwa hiyo picha ya Queen Esther? Wakati alikuwa queen alivalishwa crown. Hata sisi tukikuwa queen na tukue king tutavalishwa crown kwa sababu tutakuwa tumekuwa watoto wa Mungu. Tutakuwa tumekuwa watoto wa king. Sasa sisi tutakuwa prince and princess. Tutakuwa tumevalishwa hiyo crown yenye wanavalishanga queen na king. Na tutakuwa smart na tutaishi mbinguni forever and ever. Biblia inatuambia Yesu alienda mbinguni, alienda kututayarishia makao. Na hiyo makao kila mtu atakuwa na nyumba yake. Another gift ni Jesus Christ will give us. Atatupatia houses to live in. Do you know when Jesus Christ was going to heaven alisema nini? According to the book of John chapter 14 from verse 1. Do not be worried and upset. Umeshaandika John? Hebu andika John. John chapter 14 from verse 1. Inasema nini? Do not be worried and upset. Jesus told them. Jesus is telling you and me. He's telling you and me. Tusikue worried kwa sababu ameenda mbinguni kututengenezea makao. Na hii makao is a reward. Na hiyo reward ni zawadi. Hiyo zawadi atapatia wenye wana live for Jesus Christ. Those who are living for Jesus Christ should always do the right thing. They should not live in sin because they are living for Jesus Christ. Kwa Yesu hakuna dhambi. Kwa hivyo nitakana when we are living for Jesus Christ, hatutakikani tupatikane na dhambi. Sasa Yesu anatuambia hapa, believe in God
and believe also in me. There are many rooms in my Father's house, and I am going to prepare a place for you. I will not tell you this if it were not so. And after I go and prepare a place for you, I will come back and take you to myself, so that you will be where I am. You know the way that leads to the place where I am. Hallelujah. Mimi nafurahi nikisoma hapa, Biblia inaniambia mimi na inakwambia wewe mtoto, tusikue na wasiwasi. Yesu ameenda kututengenezea manyumba. Nyumba. Huko mbinguni anatuambia there are so many rooms, there are so many, but they are for those who are living for Jesus Christ, who are doing the right thing. It is a reward for those who are doing the right thing. So watoto, kumbuka reward wanapatia tu mtu mwenye ameshinda. Katika hii walk ya salvation, wenye wameshinda peke yake ndio watapewa nini? Reward. Wenye hawatakuwa wameshinda hawatapewa reward. Si wenye wamekuwa number 1 ndio wanapewa zawadi. Those who become number 1 are the ones who are always given gifts. So if you're living for Jesus Christ, it means that you forsake everything. Paul alisema, I count useless everything for the sake of Jesus Christ. We should count useless everything that is leading us astray for the sake of Jesus Christ. Kama kuna kitu yenye nafanya usiishi for Christ, anything that is making you not to live for Jesus Christ, we should forsake it like Paul. Paul alisema, I count everything useless. In the book of Philippians chapter 3, I count everything useless so that I may live for Jesus Christ. Wangapi wana count kila kitu useless so that they may live for Jesus Christ, they may do the right thing. Bwana Yesu asifiwe watoto. Mimi napenda hii mali na niambia kwa huko mbinguni kuna rooms nyingi. Mimi nataka nijitahidi nifanye the right thing. I want to try hard to do the right thing. Temptations zikikuja, trials zikikuja, nishinde ili nipate mimi pia nipate reward. Wangapi wangependa kupata reward? Mimi ningependa kupata reward. And children, I want you to remember that Jesus Christ lives and rules in heaven. Sasa yeye ameenda kututayarishia huko mbinguni. For those who want to live for Jesus Christ, you should know that there is a place for you in heaven. There is a reward for you in heaven if you live the right life. If you are living for Jesus Christ, it means that you leave everything that is not for God and you live for Jesus Christ. Another thing, heaven is a perfect place to live in. Wangapi wangependa kulive huko mbinguni? Mali hakuna magonjwa. Biblia inatuambia huko hakuna kulia, huko hakuna magonjwa, huko hakuna corona, huko hakuna kuvaa mask, huko watu watasalimiana, watu watahagiana, huko ni mahali pazuri, hakuna kuteseka, hakuna hata kulala njaa. Kuna huko chakula in plenty. It means that it is a perfect place to be. Heaven is a perfect place to be. Heaven is a perfect place to be, children. Hakuna huko magonjwa. There are no sicknesses. Hakuna headache ati daktari anapima temperature yako. Huko hakuna madaktari kwa sababu Yesu ndio daktari. Sasa huwezi hata kukua mgonjwa kama uko karibu na yeye. Another thing I want you to remember, that Jesus Christ went to prepare for us our houses in heaven. Wangapi wangependa kwenda huko? Mimi natamani kufika huko, na natamani kufika huko, ninafika huko kama ninafanya the right thing. I am living for Jesus Christ and I am doing the right thing, and that I may get the reward. Bwana Yesu asifiwe. I want us to share our memory verse for today. Before to share a memory verse, ningependa kuimba wimbo moja. Hii wimbo inaimbwa hivi. Nimeahidiwa ufalme mwema, nimeahidiwa ufalme mwema, nimeahidiwa ufalme mwema, hata nikifa nitatawala tena. Nimeahidiwa ufalme mwema, nimeahidiwa ufalme mwema, nimeahidiwa ufalme mwema, hata nikifa nitatawala tena. Yesu ametuahidi tutaenda mbinguni, tutapata reward. Bwana Yesu asifiwe. Let us read our memory verse for today as we conclude. Watoto, are you able to see? Maandishi ni madogo leo, but mnaweza soma, si ndio? Let us read together. Our memory verse comes from the book of James
chapter 1 verse 12, and it says, inasemaje? Let us read together. Happy are those who remain faithful. Mnaweza soma? Iko sawa? Okay. Happy are those who remain faithful under trials, because when they succeed in passing such a test, they will receive as their reward the life which God has promised to those who love him. Mnaweza soma? Let us read again. Mnaona hiyo reward? Reward nimeunderline kwa sababu watapatia wenye wameshinda. Let us read again. James chapter 1 verse 12. It says, happy are those who remain faithful under trials, because when they succeed in passing such a test, they will receive as their reward the life which God has promised to those who love him. Mumeona? Amen. Muandike kwa vitabu, mtazidi kusoma paka mshike kwa kichwa. It's our memory verse for today. And let us pray. Let's bow down for a word of prayer. For those who are not saved, I would like to lead you to Jesus Christ so that you may receive this reward also. Say, my Lord Jesus, I come to you. I am a sinner. I accept that I am a sinner. I pray that you wash away all my sins, and I pray that you write my name in the book of life, because I want to follow you, because I want to start living for Jesus Christ, that I may receive a reward. Thank you for saving my life. And let us pray. Father God, we thank you, we exalt you, we lift up your name. We thank you because you are a good God. Thank you for what you have taught us today, my Father and God. Help us to live a holy life, Jehovah God, that we will not miss the rewards in heaven. Help us to know that whatever we do, oh God, for Jesus Christ, as we are living for Jesus Christ, it is not in vain, it is not useless. There is a reward for it, oh Jehovah God. We have forsaken every other thing, Jehovah God, to follow you. Give us the strength to overcome all the trials, all the temptations that come our way, that we may succeed according to your word in James chapter 1 verse 12. Father, help us that, Lord, this reward we shall not miss. We thank you and we give you all the glory and honor. In Jesus' name I pray. Amen. Amen, children. Thank you and bye. God bless you. See you next time.